Papa Francis atazikwa chini ya siku 6 kuanzia leo katika kanisa la St. Mary's Major Basilica, tofauti na desturi ya mapapa wengine waliozikwa katika kanisa la St. Peter's Basilica. Papa Francis ataombolezwa kwa jumla ya siku 9, huku makardinali 135 walio chini ya miaka 80 wakitarajiwa kupiga kura ya kumchagua papa mpya siku 15 au 20 baada ya kifo hicho kutangazwa. Seth Olale ana taarifa zaidi. Papa wa kanisa la Katoliki akifariki, kuna misururu ya ibada na desturi ambazo zinajumuishwa kuashiria mwisho wa uongozi wa papa huyo na mwanzo wa uongozi wa atakayechukua usukani. Kwanza, mkuu wa makasisi katika kanisa la Katoliki la St. Peter's Basilica ajulikanaye kama Kamalengo, ambaye kwa sasa ni Kardinali Kevin Farrell, huhakikisha na hatimaye kutangaza rasmi kifo cha papa. Kisha jina la kubatizwa la papa aliyefariki huitwa mara 3 na mkuu huyo wa makasisi. Baada hiyo, cheti rasmi cha kifo hutolewa na kuwasilishwa katika makao makuu ya uongozi wa kanisa Katoliki. Kisha kiti cha papa hutangazwa kwa kuwa wazi kupitia hafla maalum itwayo kwa Kilatini sede vacante. Pete ya papa marehemu huvuliwa na kuharibiwa ili kuzuia ugushaji. Siku 9 ya maombolezi hutangazwa rasmi, huku mwili wake ukiwasilishwa kwenye kanisa la St. Peter's Basilica kwa mtazamo wa raia. Mazishi ya marehemu papa hufanyika kati ya siku 4 ama 6. Kisha jumla ya makardinali 135 hukusanyika katika ukumbi maalum wa Sistine Chapel jijini Vatican kati ya siku 15 ama 20 papa kufariki, ili kupiga kura ya kumteua papa mpya. Makardinali hao 53 ni kutoka bara Uropa, 23 bara Asia, 20 Marekani Kaskazini, 18 kutoka bara Afrika, 17 kutoka Marekani Kusini na 4 kutoka eneo la Oceania. Watatengwa wakati wa shughuli ya uchaguzi na hawaruhusiwi kuwa na kifaa chochote cha mawasiliano katika chumba maalum cha Sistine Chapel jijini Vatican. Shughuli ya uchaguzi ni kupitia kura ya siri, huku atakayechaguliwa kuwa papa mpya lazima apate 2/3 ya kura. Kura hupigwa jumla mara 4 kila siku, mara 2 asubuhi na mara 2 alasiri. Baada ya kila raundi ya kura, moshi mweusi huashiria kwamba hawajaafikiana. Moshi mweupe huashiria kwamba papa mpya amechaguliwa na 2/3 ya makardinali walioshiriki uchaguzi. Hatimaye, tangazo maalum la papa mpya huwasilishwa mbele ya umati wa waumini katika eneo la St. Peter's Square. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Papa mpya hukubali wito wa kuongoza kanisa la Katoliki ulimwenguni na kuchagua jina lake rasmi la uongozi. Mwishowe, papa mpya hujitokeza kwenye roshani ya St. Peter's Basilica kwa mara ya kwanza kutoa baraka zake rasmi kama papa. Seth Olale, runinga ya Citizen.